Muungano wa watawa wa kanisa Katoliki nchini unaitaka serikali pamoja na mashirika ya kijamii kuweka mikakati maalum ya kulinda watoto kutokana na ongezeko la visa vya ulanguzi wa kingono miongoni mwa watoto hasa katika maeneo ya ukanda wa Pwani. Wakizungumza mjini Kilifi baada ya warsha iliyowaleta pamoja wadau mbalimbali yakiwemo mashirika ya kijamii, watawa hawa wamesema kuwa ipo haja ya kuanzishwa kwa kampeni ya kuhamasisha wazazi kuhusu madhara ya ulanguzi huo, huku wakitaja mikahawa, fuo za bahari na hata nyumba za kukodi maarufu Airbnb kuwa maeneo yanayotumiwa kutekeleza dhulma dhidi ya watoto. Mashirika ya kijamii pamoja na muungano huo sasa yameanzisha mchakato wa kushinikiza jamii pamoja na serikali kulinda watoto kutokana na jinamizi hilo, huku msimu wa likizo ndefu ukikaribia. We want to ask the government and those in authority to use their respective offices to ensure that all children are beneficiaries of free primary education and secondary. We are asking them to create a protocol to sensitize families of the harm of child sex tourism and to strengthen parental care and supervision of the underage children who go through this. You do not subject children, underage children under 18 to commercial sexual activities. It is objectifying God's own creation. It is turning a human being into an object for profit, and it is a very, very bad thing. Tumeambiwa Kenya Tourism Board ina regulate, tutawatembelea kwa ofisi zao tuweze kujua what kind of policies ambazo ziko zina govern Airbnbs na villas. Na pili pia tumesema wale ambao wako na hizo Airbnbs, the landlords plus wale ambao ni owners wa Airbnbs, pia tutaanza mazungumzo na wao tuanze kujua wanafanya vipi kazi zao na tunaweza supportiana kivipi tuweze kuhakikisha watoto hawaingizi ama watumiwi katika hizo nyumba zao.